Kesho saa 5 Samia anaenda kuhutubia taifa la Tanzania rasmi. Na hii ni baada ya mkutano ambao ataenda kuhudhuria na wazee pale Dar es Salaam. Kabla nikuelezee na nikuambie yale ambayo yataenda kuwa katika huo mjadala kesho pale Dar es Salaam, naomba usikie huyu jamaa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa Dar es Salaam kesho tarehe 2 Disemba 2025 katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere kuanzia saa 5 asubuhi na kuendelea. Mheshimiwa Rais katika kuzungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam atatumia pia nafasi hiyo kuhutubia taifa. Nitoe rai kwa wana Dar es Salaam na kwa Watanzania wote kumsikiliza Mheshimiwa Rais atakapokuwa akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni moja ya hatua kubwa anayoichukua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha nchi yetu si tu inaendelea kurejea katika amani, lakini pia inaendelea kwa kitu kimoja, inaendelea kujenga taswira njema ndani na hata nje ya taifa letu, lakini inaendelea pia kukuza na kuimarisha diplomasia yake, ikiwa pamoja pia na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa kivutio cha uwekezaji kwa mataifa yote. Aidha, Mheshimiwa Rais katika kuhutubia huko ataambatana pia na wageni wengine wengi, wakiwepo viongozi wa serikali pamoja na viongozi wasio watumishi wa umma ambao watakuwa pia na mchango mkubwa katika mkutano huo. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais atahutubia wazee ama atahutubia taifa kupitia wazee katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center ni mkutano muafaka unaorejesha matumaini na kuendelea kuponya pale ambapo Watanzania waliumia. Yes, kesho kuna mkutano na ni mkutano mkubwa sana pale Dar es Salaam. Na baada ya huo mkutano, Samia Suluhu Hassan ataweza kuhutubia taifa la Tanzania. Na hiyo ni information ambayo iliweza kuletwa kwa mtandao leo. Wakaweza kusema kuwa hapo kesho saa 5 Samia anaenda kupatana na wazee pale Dar es Salaam, wakae kikao, sijui watazungumzia nini, ila tu yale ambayo yatazungumziwa tutayasikia kesho, nami nitawaletea hapa kwa hii channel. Na ndio maana nakuambia kuwa make sure, hakikisha kuwa umesubscribe kwa hii channel. Angalia hapo chini kwa jina subscribe. Kama hujaponyesha hilo jina, finya subscribe, fungulia notification. Kesho niko hapa kuwaletea habari zote kutoka pale Dar es Salaam, na yale yote ambayo mama anaenda kupanga na hao wazee yatakuwa hapa kwa hii channel. Anyway, bado tunawangoja wa Tanzania, bado tunangoja muweze kuelewana, maana mimi naona kuwa mkamchanganya hata Samia mwenyewe. Alikuwa amepanga, akapanga maaskari wake, akawapanga vizuri vile ambavyo wataenda kufanya kazi tarehe 9. Lakini hapa katikati kwa siku ya leo
tumeweza kuona kuwa kunaweza kuwa na mabadiliko katika serikali, katika maandamano. Kunaweza kuwa na mabadiliko ya hayo maandamano hadi tarehe 25. Tukiendelea kungoja maelewano kati ya nyinyi wa Tanzania, maana hili jambo si la Mtanzania mmoja ama wawili, ni la Watanzania wote kwa kijumla. Tunapoendelea kungoja solution ama kile ambacho mtachagua nyinyi kama Watanzania, maana hiyo ilikuwa ni just a suggestion from Mange. Kesho tutaenda kusikia kile ambacho Samia ataenda kuambia taifa, ambacho kila mmoja amengoja. Maana tangu Samia achaguliwe ama ajichague, najua hapo sasa tuko katika taharuki. Wengine wanasema alichaguliwa, akajichagua, akajiteua, chochote kile. Kesho ndio tunaenda kusikia kile ambacho atasema. Je, atasema nini? Ataendelea na hotuba zake kama za kawaida ambazo anauliza tu Watanzania, mnatoka kuandamana, mnataka haki gani? Yeye haoni kama anawakandamiza, haoni kama hamuna haki mkiwa hapo kwa nchi yake. Anauliza tu mnataka haki gani? Haoni ule kuua, aliua Watanzania tarehe 29. Haoni kile ambacho anaendelea kuwafanyia Watanzania kwa kuwafunga kwa mambo ambayo hata hayaeleweki, kwa kukandamiza Watanzania, hilo haoni. Kwa kuteza Watanzania, hilo halioni. Yeye anachouliza ni haki gani mnataka? Sasa hapo kuna swali tu, kesho hilo ndilo ataongea tena? Ni hizo hotuba zake zenye amezoea tu kuongea akiwa amenyenyekea, nafikiria ni malaika ametupwa kutoka mbinguni. Lakini ukimndani sasa ndio yule unasikia amevalia ngozi ya kondoo, akiwa amesimama hivi akihutubia taifa, anaongea kwa unyenyekevu, anaongea kwa upole. Watanzania wenzangu, nilikuwa nawaomba ya kuwa pole. Naweza fikiria huyu ni mtu ambaye kwa maisha yake yote hajawahi hata kosea mtu. Kwa maisha yake yote hata hajawahi, ila anasema tu mimi sijawahi ua mtu naye sijawahi ua. Lakini yeye ndiye aliyeamrisha maaskari wawaue Watanzania. Hilo halioni. Acha tuendelee kungoja kesho saa 5 tusikie kile ambacho atawaambia Watanzania. Nami nimewahakikishia kuwa habari zote nitawaletea hapa katika hii YouTube channel. Na ndio maana nawaambia kuwa usije ukakosa hii habari, isije ikakupita kwa sababu hujasubscribe kwa hii channel. Na wale ambao mmesubscribe, na washukuru sana, na Mungu aendelee kuwabariki.